profesa kwa sababu kweli profesa amekiri Mungu ako na wana na sisi ni mmoja wa wale wana, na Yesu ndiye ametatanika lakini amekubali ni mwana. Yeye akasema ni mwana wa pekee. Si tunarekebisha, si mwana wa pekee. Hakuna Biblia inasema Yesu mwana wa pekee. Wengine wanasomanga Yohana 3:16 akamtoa mwanawe wa pekee. Haisemi mwanawe wa pekee. Ikisema ni mwanawe wa pekee itatukana sisi kuwa wana. Sisi ni wana Mungu kulingana na profesa wetu ndugu Muislamu bila amesema sisi sote kulingana na andiko ambalo amesoma. Sisi ni wana wa Mungu sote. Ile namrekebisha kidogo hapa, Yesu si mwana wa pekee, ni mwana pekee wa Mungu. Sawa. Kwa hivyo ndio tunaingia sasa wakati wa maswali, na namshukuru profesa, kweli ni profesa na kweli amedhihirisha uprofesa wake ya kwamba Mungu ako na watoto na sisi ni wana wa Mungu. Yesu sasa ndio tunafikia ya kwamba ni mwana pekee. Kwa hivyo somo tulianza sisi. Kwa hivyo watakauliza swali itakuwa ni ndugu zetu kutoka kwa Uislamu ndio watatangulia kuuliza swali dakika 3, kujibu dakika 5. Karibu mwalimu. Hindi kuja uliza swali. Swali ni moja ama mbili. Time hata kama ni 10 vile itategemea time. Mtakimbia. Sisi tukimbia tuende wapi? Kama tumeweka sisi juma nzima tumekuwa hujakuwa. Unaona mpaka umeingiza riparipo 1. Yes. Umejua sasa hapa nimeona mwenyekiti pia ni mhubiri. Na ilikuwa tu iwe hivyo kwa sababu maji sasa inazidi unga sasa. Mwenyekiti amekuwa mhubiri. Mwenyekiti amekuwa mhubiri. Nafaa tuongeze hiyo dakika 5. Inafaa tupe pia kwa sababu amehubiri. Mwalimu. Naam. Kwanza hebu nisomee kitabu cha Isaya 64:8. 64:8 kwanza. 64:8 kwa haraka. Isaya 64:8 nasema hivi. Lakini sasa Bwana, ewe Bwana Mungu, wewe baba yetu, wewe ni baba yetu, sisi tu udongo, nawe umfinyanzi wetu. Ndio kazi ya Mungu, sisi sote kazi ya mikono yako. Kazi ya Mungu sio kusema ya kwamba sisi ni wana wa Mungu sasa Mungu ametuzaa. Sio hivyo. Sisi ni kazi ya mkono wa Mungu na Mungu ni baba yetu. Elewa hivyo ndugu yangu. Mwalimu. Naam. Mimi nauliza swali. Alafu baadaye nisomee kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 12. Dakika ngapi? Ishara kuu ilionekana mbinguni. Dakika ngapi? Dakika 2. Haya. Swali langu liko hapo. Mwanamke aliyevikwa jua. Ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua. Na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Ulikuwa chini ya miguu ya huo mwanamke. Na juu ya kichwa chake. Na juu ya kichwa cha huyo mwanamke. Ilikuwa taji ya nyota 12. Ya nyota 12. Naye alikuwa na mimba. Naye huyo mwanamke mwenye alikuwa juu mbinguni, huyo mwanamke alikuwa na mimba. Akilia. Hali ana utungu na kuumwa. Hali huyo mwanamke ana utungu na kiumwa. Katika kuzaa. Kaonekana ishara nyingine mbinguni. Enda 5 niulize swali. Msijifanya msikiba. Naye akazaa mtoto mwanamume. Naye huyo mwanamke akamzaa mtoto mwanamume. Yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Yeye huyu mtoto aliyezaliwa na huyu mwanamke atawachunga mataifa yote na fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu. Na huyu mtoto akanyakuliwa mpaka kwa Mungu. Na kwa kiti chake cha enzi. Na kwa kiti cha Mwenyezi Mungu cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani. Tulia, nauliza.
huyu mtoto ambaye atazaliwa na huyu mwanamke aliye mbinguni, aliye juu, huyu mtoto atatawala taifa zote kwa fimbo ya chuma, na huyu mtoto akanyakuliwa juu na hako katika kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Huyo mtoto ni mtoto yupi? Huyo mtoto ni mtoto yupi? Nataka jina lake haswa, kwa sababu yuko juu mbinguni. Ama bado kuna muda? Basi. Jamaa wa Suna naona amefurahi kweli kweli. Mwalimu wangu, yani profesa ameuliza swali ambalo ni swali ndogo sana. Nikana kwamba uende pale Butere police station waulize, je, mnakuanga na tear gas? Utapewa mpaka ubakishe. Zingine zitaweza kubaki mwalimu. Ameuliza huyo mtoto. Kwanza mwalimu ninamshukuru. Maana profesa amekubali Mungu ako na nini? Na mtoto. Ako na mtoto. Naam. Na mada ambayo tulikuwa tunaijadili ilikuwa inahusiana na nani? Mtoto wa Mungu. Mtoto wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo si mada imeisha. Imeisha. Hata inafaa tufunge tu tuende nyumbani, maana mada imekauka. Ameenda kwa unabii. Huyu hajaelewa unabii. Tena ameenda kwa unabii mwalimu wangu. Na katika andiko hilo aliloisoma mwalimu. Hebu lirudie. Ufunuo 12. Anzia 1. Aya yake ni ya kwanza. Huwezi elewa ukivaa kofia. Hii lazima uweze kupata roho akuongoza. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Rudia tena. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Kumbe kuna ishara ilionekana mwalimu. Yaani huo ni ufunuo. Hebu anzia 1. Kitabu cha Ufunuo ndio aweza kuelewa. Inasema hawezi elewa unabii bwana. Hawezi akaelewa. Unabii wao ni wa Muhammad kupasua mwezi. Soma. Ufunuo wa Yesu Kristo. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Aliopewa na Mungu. Awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Kumbe wewe ni ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Wewe ni ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Mwalimu, unaposikia kitabu cha Ufunuo kinamhusu nani? Yesu Kristo. Kumbe huyu mtoto ambaye aliinuliwa kwa Mungu alikuwa nani? Yesu Kristo. Yaani amejibiwa kash. Amepiga takbiri hapo. Tena ameweza kupiga takbiri mwalimu. Amekubali. Amekubali. Naona ameshangilia kweli kweli. Yaani amepata cash. Mwalimu wangu. Naam. Na ndio maana tunasema Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na tumeweza kutoa hoja za msingi. Safi. Tena mwalimu, naam, sisi niliweza kuweka hoja hapa. Nikaweza kumuuliza, hivi ni kweli 19:19 Qur'ani inasema malaika akasema. Malaika akasema, mimi ni mjumbe wa Mola wako. Mimi ni mjumbe wa Mola wako. Ili nikupe mwana. Ili nikupe mwana Mtakatifu. Eti mtakatifu. Mwalimu wangu. Naam. Maria alizaa mwana bila ya nini? Bila mume. Bila ya nini? Ya mume. Lakini Allah hawezi kuzaa bila ya nini? Bila mke. Kati ya Mariamu na Allah nani mkubwa? Mariamu ni boss. Wewe uone Mariamu ni boss. Yaani ni boss wa Allah, maana Allah hadi siku ya leo tunazungumza yeye ni bachelor. Unajua mimi nina mke mwalimu. Umemshinda. Nimemshinda Allah, maana naweza kuzaa tena nina mwana tena wa kiume bwana kama Yesu. Sasa mwalimu wangu, usikunje uso bwana profesa. Wewe kubali Yesu ni mwana wa Mungu na ukimkubali utapata uzima. Mwalimu wangu, naam, hebu niweze kuangalia jambo la pili, maana sisi tuliweza kuweka kwa mashahidi wengine. Sawa? Naam. Nimuulize Yohana. Yohana 1:34. Soma. Yohana ni 1:30. Yaani huyu ni Yohana Mbatizaji aliyekuja kuandaa maandalizi njia ya Yesu. Soma. Nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana. Eti ni mwana. Ni mwana ndio wa Mungu. Eti ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kumbe Yohana hata na yeye aliamini Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Mwalimu wangu, naam, nimuulize Yesu mwenyewe. Je, Yesu nawe ulitangaza ukasemaje? 10:36 kitabu cha Yohana. Naona naangalia muda,
anafikiria kwa hata sijakaa dakika 3 bwana. Tunakuachia hapa. Tena iko sawa. Inasema je, yeye ambaye Baba alimtakasa. Yeye ambaye Baba alifanyaje? Alimtakasa. Akamtuma ulimwenguni. Akamtuma ulimwenguni. Ninyi mnamwambia unakufuru. Ninyi mnamwambia unakufuru. Kwa sababu nalisema. Kwa sababu nalisema. Mimi. Mimi. Ni mwana wa Mungu. Kumbe Yesu alisema yeye ni nani? Mwana wa Mungu. Na Mungu alisema Yesu ni nani? Ni mwanawe. Yaani kimaandiko Yesu ni mwana wa Mungu, mwalimu, imedhibitika kabisa. Haina swali. Haina mjadala. Lakini mwalimu wangu amesema ya kwamba huyo mwana alipandishwa kwa Mungu. Na tumeweza kuona ni Yesu. 1:9 kitabu cha Matendo ya Mitume. 1:9. Mjomba Muhammad ndiye amekataa tu. Inasema, soma, akiisha kusema hayo, alipokuwa akitazama akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni. Sasa profesa njoo hapa. Ukija hapa utuambie huyo ambaye alipandishwa mbinguni, maana ishara ilionyesha ya kwamba atapandishwa wapi? Mbinguni. Naye profesa amekubali mwalimu wangu ya kwamba alipandishwa. Sasa aje atuambie huyo ambaye amepandishwa kwa mujibu wa Matendo ni nani? Soma. Muda umeisha. Haya. Okay, kwa hivyo baada ya swali kujibiwa mwenye ameuliza dakika 2 uambie watu nje kama umeelewa au ni wapya ya kujibu, dakika 2, alafu mwalimu upate kurudi hapo uweze kumalizia, alafu sisi tuwe ni wenye kuuliza. Naam, safi kabisa. Mwalimu. Naam. Mimi nimechimba shimo. Kasina na mwanafunzi wake wameingia chubulu. Hebu rudia 12:1 kama jina ya Mungu iko hapo. 12:1 Ufunuo. Mimi nachimba mnaingia pungulu. Na ilikuwa hivyo muingie. Ufunuo 12:1 mwalimu. Ukipata jina ya Mungu simamisha. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Ishara kuu ilionekana wapi? Mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua. Mwalimu soma vizuri. Mungu. Mwanamke aliyevikwa jua. Kwani si Mungu? Si Mungu. Ni nani? Mwanamke aliyevikwa jua. Kumbe ni mwanamke. Si mfano. Ni mwanamke. Si mfano. Si mfano. Ni mwanamke. Enda 5. Ufunuo? Hiyo Ufunuo enda 5. Ni mwanamke si Mungu. Naye akazaa mtoto mwanamume. Huyo mwanamke ndiye alizaa mtoto mwanamume, si Mungu kazaa mtoto mwanaume. Nisikize vizuri. Yule mwanamke alizaa mtoto mwanamume. Sio Mungu kazaa mtoto mwanamume. Endelea. Yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na huyu mtoto atachunga mataifa yote kwa fimbo ya nani? Ya chuma. Ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu. Na huyu mtoto wake akanyakuliwa kwa nani? Hata kwa Mungu. Lakini Yesu alinyakuliwa ama alisulubiwa? Kwa mujibu wao. Walisulubiwa. Hakufanywa nini? Hakunyakuliwa. Lakini huyu hajapita kwa msalaba? Kwa msalaba. Kwa mafundisho yao. Huyu alinyakuliwa? Huyo mtoto alinyakuliwa mpaka kwa Mungu. Nikauliza huyu mtoto jina yake nani? Akasema Yesu. Akasema Yesu, ndugu yangu. Kwa hivyo Yesu ni mtoto wa mwanamke, sio mtoto mwanamke yule kulingana na nani? Maandiko. Na Yesu ni mtoto wa nani? Mwalimu. Naam. Kitabu cha Mathayo 26:63. Mathayo 26:63 kwa haraka. Yesu mwenyewe aseme. Mathayo 26. 63. 26:63. Inasema. Mzee Murithi unaniangalia kwa jicho la huruma. Lakini Yesu akanyamaza. Mimi sikufanya wewe kwa Mkristo. Endelea. Kwani mkuu akamwambia. Kwani mkuu akamwambia Yesu nini? Nakuapisha kwa Mungu aliye hai. Kwani mkuu anasema na kuapisha kwa Mungu aliye hai? Nikwambia kama wewe ndiye mwana wa Mungu. Nikwambia kwamba utuambie Yesu kama wewe ndiye mwana wa Mungu. Yesu akamwambia wewe umesema. Yesu amesema nyinyi ndio mnasema. Lakini nawaambieni. Tangu sasa. Utamwona mwanadamu. Yesu mwana wa nani? Mwanadamu. Mwana wa nani? Mwana wa damu. Weka Mungu hapo. Hamna. Ndugu yangu. Hakuna Mungu.
Hajajibiwa bana. Una jawabu ujibu nini wewe? Hamna jawabu. Ndio najibu kasina. Mwalimu. Asante. Mimi ndo nakujibu. Naam. Mimi nataka profesa arudi hapo. Kwa sababu mwalimu wangu unajua huyu hawezi elewa unabii. Hawezi elewa. Kwa sababu unaona anang'ang'ania ati Yesu ni mwana wa mwanamke. Sasa sikiliza swali na profesa wako. Naam. 12:1 hiyo Ufunuo mwalimu wangu. Inasema Swali langu liko hapo tu. na ishara kuu ilionekana mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua. Swali. Hiyo ndo sitaki muda wangu uishe. Swali. Naam. Usikilize vizuri profesa na wenzako. Ati mwanamke alivikwa nini? Jua. Nauliza hivi. Huyu mwanamke, maana mmeshatoka nje ya mada na wafuata huko. Huyu mwanamke Ndio. aliyevikwa jua ni nani kwa mujibu wa Biblia? Profesa njoo. Nishamaliza. Njoo hapa. Profesa njoo. Huyu mwanamke aliyevikwa jua Ni nani? ni nani? Uanze kwenda kupambana kule. Hapa. Usimame hapa, kamera ikuchukue vizuri, ndio ukidanganya tunarudi kwako. Ameuliza huyu mwanamke aliyefanywa nini? Mwalimu, soma andiko. Ufunuo 12:1. Hakuna swali hapo. Unauliza teargas kwa polisi bwana. Hakuna swali hapo. Anauliza huyu mwanamke, ameniuliza huyu mwanamke anaitwa nani? Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua. Mwanamke aliyefanywa nini? Vikwa jua. Jina lake liko hapo. Hamna. Si ni mwanamke? Hamna. Sasa mimi nimpe jina. Kwa nini? Mimi nimpe jina kwa nini? Kwa nini nimpe jina? Usiongeze wala usipunguze. Hey. Kasema mimi simpi jina, ni mwanamke. Na Biblia imesema ni mwanamke. Tosha gari. Kala sio imeenda kifo cha mende. Ni mwanamke. Mwalimu. Mwalimu? 35. Kitabu cha Methali. Mithali 35. Mithali. Umekutana na profesa. Hakuna, ni mwanamke. Mimi nimpe jina. Haraka haraka bwana Methali, Methali 5. Methali 35. Methali 35. Imeisha. Mpange ya kesho. Nasema hivi. Maneno, kila neno la Mungu limehakikishwa. Kila neno la Mungu ambayo iko katika Biblia limehakikishwa. Yeye ni ngao. Mwenyezi Mungu ni yao wamwaminio. Vile sisi tumemwamini Mungu. Usiongeze neno. Mimi siongezi, ni mwanamke. Katika maneno yake. Katika maneno ya Biblia ni mwanamke. Asije akakulaumu. Yaani unataka nilaumiwe na Mungu? Au ukaonekana muongo. Mimi siwezi kuwa muongo bwana. Siwezi kuwa muongo. Kwa hivyo anabaki kuwa mwanamke. Wamenyamaza, wametulia, wamesikia. Bado wanafikiria. Mlikuwa mjajipanga? Wameelewa. Hizi siku 5 umepiga kelele hapa. Baki dakika 3. Wameelewa. Nini? Dakika 3 nimebakisha. Mwalimu. Naam. Yesu tunaendelea. Yesu alipoulizwa. Mwalimu. Hebu nenda katika 16. 16 18. 16:18 Mathayo. 16 18 Mathayo. Mimi nakuja hoja zake. Wamenyamaza kimya, wamenisikiza. Wameelewa. Wameelewa. 16:18 kuna kitu aliweka hapo mwalimu. Inasema hivi. Nami nakwambia. Yesu anasema nami nakwambia. Wewe ndiwe Petro. Wewe ndiwe Petro. Na juu ya mwamba huu. Na juu ya mwamba huu. Utalijenga kanisa langu. Utalijenga kanisa langu. Naam. Endelea. Nami. Mwalimu. Wala mlango ya kuzimu italishinda. Kwa hivyo alidai hapo ya kwamba Yesu alipouliza wanafunzi wake ya kwamba watu unena kuwa mwana wa Adam ni nani? Simon Petro akasema wewe ndiwe mwana wa nani?
wa Mungu aliye juu. Yesu anasema si damu na mwili, bali ni nani? Baadaye baada ya Petro kusema haya maneno, Yesu alimwambia nini? Nenda 23. Akageuka. Yesu baada ya Petro kuambia Yesu haya maneno, Yesu akageuka. Akamwambia Petro. Nenda nyuma yangu. Nenda nyuma yangu. Ushetani. Kwa hivyo Petro ni nani? Shetani. Petro ni nani? Shetani. Kwa sababu alimuita Yesu mwana wa nani? Wa Mungu. 3:11 kitabu cha Marko. 3:11 Marko. Na mapepo wachafu. Kumbe mapepo wachafu. Kila walipomwona Yesu. Walianguka mbele yake wakalia wakisema. Wewe ndio mwana wa Mungu. Kumbe mapepo ndio wanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Sisi si mapepo bwana. Sisi si mapepo. Wakati hii pepo wanasema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu anasema yeye ni mwana wa nani? 26:67 kitabu cha Mathayo. Muda imeisha. Hai. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua bwana ni profesa, si ndio? Na leo nimeamini ni profesa. Naam. Profesa wa kupiga chenga. Maana mimi nimeuliza swali, yeye akaja akatunga swali lake hapa, ndio, na akajijibu. Mimi sitakuuliza hiyo vitu vya majina. Nimekuuliza Ufunuo 12. Mwanamke ametajwa. Huyu mwanamke ni nani? Sijakuuliza anaitwa nani. Alafu jamaa na mapepo pale mwangu. Hii kitu ni cha round. Kimetoka tokaje hapo kikaangua chini. Na ameshika na mkono. Ameshika na mkono. Sasa sikiliza. Kitabu cha Ufunuo 12. Naam. Ni kitabu cha kiunabii. Mwanamke anayezungumziwa hapo si mwanamke wa kawaida. Kwa sababu gani? Andiko nasema mwanamke alikuwa amevikwa nini? Jua. Hivi profesa, umeona mwanamke gani amevaa jua? Umeona wapi? Jua linasimamia nini? Ndio. Zaburi 84 aya yake ni ya 10 kama sijakosea. Inasema 84. Huwezi ukaelewa bwana. Hiyo ni mpya, hajawahi kusikia. Mwanamke anazungumzia hapa si mwanamke wa kawaida. Amefikiria ni yule amevaa skirt. Huyo anadhani ni Mariamu anazungumzia. Si Mariamu anazungumziwa hapo. Hakuna mahali popote Mariamu amewahi vaa jua, hakuna. Hakuna mahali popote Mariamu amewahi vaa crown, mwalimu wangu. Naam. Hakuna. Na hakuna mahali popote Mariamu ameonekana amekanyaga mwezi. Naam. Huyu ni mwanamke gani? Soma usikie. 84 aya yake ni ya 10. Inasema hakika 11 11 kwa kuwa Bwana Mungu ni jua. Bwana Mungu ni jua na ngao. Bwana atatoa neema na utukufu. Kwa hivyo Mungu ni jua, mwalimu wangu. Kulingana na Biblia, si ndio? Ndio. Huyo mwanamke amevikwa jua. Sasa kuvikwa jua inamaanishaje? Ni mwanamke ambaye amekubali uwepo wa Mungu. Naam. Swali sasa, huyu mwanamke ndio ilikuwa swali. Huyu mwanamke ni nani, mwalimu wangu? Sio jina lake. Sio jina, sijakuuliza swali. Jina. Huyu mwanamke ni nani, mwalimu wangu? Naam. Waefeso 5 aya yake ni 25. Ndio utapata mwanamke ni nani anazungumziwa hapa. Inasema Hanasi, wewe soma. 25 Waefeso. Amenielewa mwalimu wangu. Naye pumzi ya Mungu inasema hivi. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, alafu akajitoa kwa ajili yake. Kwa hivyo Paulo anapozungumzia maswala ya mwanaume kumpenda mke wake, sio mwanaume kupenda wake zake, wake watatu, wanne, watano. Hapana. Anapozungumzia habari za mwanaume kumpenda mke wake, anazungumzia habari ya Kristo na nani? Na kanisa. Aya 32 hapo soma. Inasema siri hiyo ni kubwa. Hiyo siri ni kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo na nani? Na kanisa. Kwa hiyo mwanamke kwa unabii, mwalimu wangu, anasimamia nini? Kanisa. Anasimamia kanisa. Yeye kanisa si Mariamu. Samahani sana. Muda tuliambia tutangaze mada ya kesho. Huyu bwana mwenye suna alitangaza mada, alipenda. Sasa sijui mtaelewana. Swali moja amesema. Yani ni zile mbili ulizopewa baada yeye kujibu. Kuweza kutoa. Tumeuliza swali, tukauliza swali. Ndio wanasema tuongeze moja. Sasa saa moja. Sasa saa moja. Kuna swali siku hizi saa 1:30. Hamna.
Wandunge tu moja alafu tumalize. Sijui kama mtakubali saa, sisi tuko hapa tunaweza endelea. Haya basi, bado wanajadiliana kesho swala. Huyu bwana Asuna huyu alikuwa amependekeza mada, lakini kujeni mtangaze mada. Acha tuwapatie nafasi hiyo. Tangaze mada. Au mmekuja kuokoka, profesa? Safi kabisa. Mmesikia. Leo sasa Biblia inapindwa hivyo na ni watu watapinda tu. Leo Mungu amekuwa jua. Leo Mungu amekuwa nini? Amekuwa jua, na mwanamke amekuwa nini? Kanisa. Yaani wenye wako na akili, yaani wewe ukiingia kanisani unaingia kwa mwanamke. Ukiingia kanisani tu kwa mujibu wa wao. Wewe ukiingia kanisani unaingia kwa mwanamke. Sio sisi. Na leo hii Mungu ni jua. Yaani God sana. Ndio huyo sasa. Ndio wale. Haya, mada ya kesho. Je, Yesu ni Mungu? Leo tumejadili wana wa Mungu. Ama bado tuko bwana, acha kuwa na wasiwasi. Hivi mlichafua mpaka tufanye nini? Si leo mmejadili ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kesho tutajadili ya kwamba Yesu ni Mungu. Atoke kwa wana tena tumpandishe daraja kuwe Mungu. Mjadili tena hapa. Na profesa, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Hebu nipe Wakorintho wa pili 6 aya yake ni ya pili. Usifanye moyo wako kuwa mgumu profesa. Ukiona haki fuata na habari Yesu Kristo. Inasema Wakorintho wa pili 6:2. Nayo pumzi ya Mungu inasema hivi. Inasema kwa maana asema aje? Wakati uliokubalika nalikusikia. Sawa. Siku ya wokovu nalikusaidia. Sawa. Tazama, wakati uliokubalika ndiyo sasa. Sawa. Tazama, siku ya wokovu ni kesho. Ndiyo sasa. Kwa hivyo maandiko yanasema siku ya wokovu ni lini? Ni sasa. Kwa hivyo hata Muislamu ukiwa hapa na umesikia ukweli wa mambo, na ungependa kumkubali Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, sitakuita hapa. Hapana. Tukiwa pale kando tuone, basi tutazungumza na wewe, tutakuelekeza katika haki vile utakavyobatizwa. Alafu uweze kupokea uzima wa milele. Kwa hivyo mwenyekiti, naomba nimkaribishe ili apate kutupatia sehemu ijayo ya pili. Haya mwenyekiti. Basi tunashukuru kwa wema wa Mwenyezi Mungu ya kwamba katika hali hii, katika maongezi haya, wale ambao wako pale barabarani ambao wamesikiliza, ni ya kwamba ni kudhihirisha ya kwamba imani tuliyo nayo ya Bwana Yesu aliyotuachia, ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu na atakuja kuchukua wale ambao watakaosikia sauti yake, na atakapokuja ni ya kwamba tutakuwa katika hali nzuri tukimngojea, na ya kwamba imani tuliyo nayo ya Wakristo ni ya kwamba ni imani ya haki. Ni imani ya haki na ambayo imetoka kwa Yesu Kristo, na ambaye atarudi hivi karibuni. Atakapokuja atapata tukimngoja. Kwa hivyo tunaenda pale kuangalia somo lingine kuhusu unabii pale. Tunakuwa na sinema pale. Wale ambao wako hapa tunakuwa na sinema pale ya kwamba tunahamia pale. Kwa hivyo tutakuwa na kipindi kingine sa sinema. Kwa hivyo wale waliopo hapa tuweze kushukuru kwa yale Mungu ametutendea na kufunga kwa ombi. Baba Mwenyezi Mungu, mwenye kuisha, mwenye kutunza, mwenye kubariki, mwenye